Hii inawezekana ikiwa ni moja kati ya video ambayo ni very interested kwa baadhi ya mashabiki wa Manara. Ameonekana yupo kwenye eneo fulani hivi, kulikuwa kuna mjengo ukiwa unajengwa. Watu wameweka doubt inawezekana ikawa ni mjengo wake ambao wanautarajia kujenga. As we know, mpaka sasa hivi hatujawahi kuona au Manara hajawahi kuonesha ni maeneo gani ambayo anaishi, na hajawahi kusema kwamba bana mimi namiliki mjengo huu hapa. Lakini hii video imeonyesha kabisa Manara akiwa eneo la site, eneo kabisa, au nyumba yenyewe ikiwa bado iko eneo la msingi, haijamalizika kabisa kufika katika ile eneo kabisa la finishing. No, so watu wakawe mkao wa kula kutegemea nyumba ya Manara, ambayo inawezekana kwa baadhi ya watu wameanza kuweka notion inawezekana ikawa ni moja kati ya nyumba kubwa kutokana na ukubwa wa Manara jinsi ulivyo, kiasi cha fedha chenye anacho, baadhi ya makampuni ambayo anafanyia kazi, yeye mwenyewe ni mmiliki wa Manara TV, ni CEO. Kwa hiyo inategemeana kwamba mjengo wa nyumba wa mshikaji inawezekana kuwa ni mkubwa sana, na hiki nikaja kukolo kwenye ujumbe ambao aliushare Uchebe kwenye ukurasa wake wa Instagram, akasema kwamba ni wakati sahihi wa Manara kuendelea kusimama strong, asije akayumbishwa na hiki ambacho kinatokea muda huu. As we know kwamba mpaka sasa hivi Manara na Zailisa ambaye alikuwa ni mke wake wameachana, na kulikuwa kuna maneno mengi alikuwa yamekuja yameongelewa. Kuna baadhi wakaja wakampongeza Zailisa kwa kile ambacho amechokifanya, kuna wengine wakaja kumkosoa Manara kwamba amekuwa ni mtu ambaye atulii na mwanamke mmoja. Mpaka sasa hivi kufikia mpaka huu mwaka Manara ameachana na almost kama wanawake watatu, si ndivyo? Lakini Manara hakuweza kucomment chochote. Alichokuja kuwajibu watu ni kuonesha yupo site na nyumba yake ikiwa kwenye eneo la msingi. Hiyo imekuwa ni surprise kubwa kwa watu. Watu walitegemea Manara anaweza akatoka kwenye Republic akaja kaongea maneno mengi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kuhusiana na kashfa ambayo Zailisa alizitema kwenye mitandao mbalimbali, lakini Manara aliendelea kuwa kimya na akaja kusema no, ili kusudi kuomba watu waone kwamba mimi niko busy na biashara zangu, ni kuonesha mahali ambapo mimi natarajia kusimamisha mjengo wangu ambao inawezekana ikawa ni moja kati ya mjengo mkubwa sana Tanzania, si ndivyo? Na kitu cha kipekee ambacho nimekiona kwa Manara, amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanasimamia brand yake. Kwa nini? Kwa sababu kama Manara angeendelea kumjibu Zailisa, basi Zailisa angeendelea kutrend, si ndivyo? As we know kwamba kuna wengine wanapendaga kutembea na brand ya mtu, si ndivyo? Kama ulivyoona baada tu ya Manara kumjibu tu Zailisa alikuja kuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba ulikuwa umeniblock lakini umekuja kujibu hiki, na pale kama vile ka brand ka Zailisa kakaendelea kuwa kakubwa. Lakini Manara akasema so case, ngoja nitulie afu mimi nitakuja kuwapa surprise. Surprise yenyewe alikuja kutuonesha leo ni kutuonesha yupo kwenye eneo lake ambalo tunatarajia kupata mjengo wake mkubwa. So wewe una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Manara amekionyesha? Je, ni sahihi kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea? Watu tuliexpect kwamba Manara atakuja kujibia ile kashifa ambazo Zailisa alizozisema kwenye mtandao, lakini amekuja kutuonesha mjengo wake, si ndivyo? Kama hujatufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbayu TV ni YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili uanze kupata habari na matukio mengine kama haya ambayo yanakuwa yana happen anytime. Msingi zaidi, kama hujamfollow Mr Info Yebizi kwenye ukurasa wake wa Instagram anatumia kama hivyo. Chao.